Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kutokana na kile ambacho kimeweza kutokea katika mchezo wa dabi ya Dar es Salaam, ambapo walikwenda kuwakutanisha kati ya Azam FC dhidi ya klabu ya soka ya Young Africans. Ukiweza kushuhudia mambo yalikuwa tofauti na vile ambavyo mashabiki wengi walitarajia. Sasa mimi nimekusogezea matukio ambayo yaliweza kusisimua kwenye mchezo huo, ikiwemo pamoja na penati ya wazi kabisa ambayo klabu ya soka ya wananchi Young Africans walistahili kupata. Miongoni mwa matukio ambayo yameweza kuzua gumzo kwelikweli, na mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea, maamuzi ambayo yanakwenda kutolewa na kile ambacho mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans na wao wanakilalamikia kwenye benchi lao la ufundi. Inaelezwa kwamba taarifa inanukia huko katika viwanja vya Twiga na Jangwani juu ya maamuzi ya kocha. Ni yapi hayo? Utakwenda kuyajua hapa, mengi na yote ambayo yanayoendelea mimi nimekusogezea hapo, utakwenda kujua katika wakati huu. Bila shaka utakuwa uko tayari kuweza kusikiliza taarifa hii, na nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa utembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo ano subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kwenye kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia, hawa ni wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, katika siku ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu katika mchezo wa Azam dhidi ya klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba kuna mambo ambayo yalianza kutokea mapema kabisa, ambapo klabu ya soka ya wananchi Young Africans baada tu ya kuweza kufika katika dimba la Benjamin Mkapa waligoma kabisa kuweza kuingia vyumbani, huku wakipeleka madai yao kwa uongozi wa uwanja kwamba katika chumba cha kubadilishia nguo ambacho kimeandaliwa kwa ajili yao kilikuwa wanadai kwamba kimepuliziwa dawa, ambapo kilikuwa na harufu mbaya, ambapo jambo ambalo wao wanaona kabisa kwamba hawakustahili kabisa kuweza kuingia katika chumba hicho. Hivyo basi hawakuingia kabisa kwenye mchezo huo kwenye chumba cha kubadilisha nguo. Kwa hiyo matukio yalianza hata kabla ya mchezo wenyewe, lakini tukio ambalo ni kubwa kabisa ambalo liweza kutokea, unaambiwa matukio mengi mwamuzi alikuwa hayupo fair. Mechi ya jana imeisha mjadala mkubwa, hasa kwenye maamuzi ya mwamuzi, na kuna matukio kadhaa ambayo yamewafanya mashabiki wengi kujiuliza kama kweli haki ilitendeka ndani ya uwanja. Tukio la kwanza ni lile la nafasi aliyopata Max wa Yanga akiwa kwenye nafasi nzuri ya kufunga. Kwa macho ya wengi alionekana yupo onside kabisa, lakini msaidizi wa mwamuzi akaashiria offside na nafasi ile ikafa hapo hapo. Ili ni moja ya maamuzi ambayo yanaacha maswali, kwa sababu ilikuwa nafasi ya wazi kabisa ambayo ingeweza kubadilisha mwelekeo wa mchezo. Tukio la pili ni lile la penati ambayo wachezaji wa Yanga waliomba baada ya Prince Dube kuchezewa faulo ndani ya boksi. Wapo wanaosema ilikuwa penati nyepesi, lakini ukweli ni kwamba kwenye mpira wa kisasa hakuna kitu kinachoitwa penati nyepesi. Kama kuna mgusano wa wazi, ukikumbuka msimu uliopita kulikuwa na penati nyingi zilizotolewa kwa matukio yanayofanana kabisa, hasa yale yaliyohusika Shomari Kapombe. Hata ukiangalia ligi kubwa kama La Liga, matukio kama yale mara nyingi huamuliwa kuwa penalti kama kuna ushahidi wa mguso.
Lakini kitu kingine kilichoonekana ni wazi ni jinsi mwamuzi alivyoanza kuonekana kama ana balance upande mmoja. Ilifika hatua hata baadhi ya wachezaji wa Azam wakiguswa kidogo tu wanaanguka kwa imani kwamba mwamuzi atapuliza faulo. Hii ni dalili ya jambo ambalo mara nyingi hutokea pale wachezaji wanapoona mwamuzi tayari ana mwelekeo fulani wa maamuzi. Kwa mtazamo wangu, kuna hali ambayo inaonekana imeanza kujengeka kwa baadhi ya waamuzi. Wengi wao wanaonekana kuona ni salama zaidi kuiumiza Yanga kwenye maamuzi kuliko kuonekana wanaibeba. Ukweli ni kwamba ukiangalia historia ya hivi karibuni, waamuzi wengi ambao wamefanya maamuzi yanaonekana kuinyonga Yanga wameendelea kuwa salama bila adhabu yoyote. Lakini ukifanya maamuzi yanayoonekana kuibeba Yanga, mara nyingi pressure na mjadala huwa kubwa zaidi. Kwa hiyo kinachoonekana hapa ni kwamba pengine kile kinachotokea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, licha ya hayo ambayo yanayokwenda kutokea kwenye kikosi chao, inaelezwa kwamba bado mambo yanaonekana kutokwenda sawa kabisa, ambapo ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo klabu ya soka Young Africans wakijihakikishia kwamba licha kwamba wamekwenda kuangusha alama, lakini bado wanakuwa salama kabisa. Lakini anaandika mchambuzi Wilson Oruma, wengi wanafahamu kwamba huyu mara nyingi anakuaga yuko tofauti na wananchi Young Africans kimtizamo, lakini kwenye hili ameweza kuungana nao. Anasema ya kwamba hapa huyu ni mchambuzi Wilson Oruma, anasema kwamba Yanga walinyimwa tuta la wazi jana. Prince Dube alifanyiwa faulo hapa. Fuente Mendoza amefanya kitu tunaita obstruction. Hii kwangu ilitakiwa kuwa mkwaju wa penalty. Mchambuzi huyo Wilson Oruma akiweza kuliweka wazi kabisa. Lakini pia Amri Kiemba anasema kwamba Dube alichezewa faulo, ilikuwa ni penalty. Kwenye tukio la Dube, Yanga wamenyimwa penalty halali. Mwamuzi amewanyima maamuzi ambayo yalipaswa kuwa faida kwa Yanga. Unaona bana, kwa kile ambacho kimekwenda kutokea. Kwa hiyo watu wanasubiri kuweza kuona maamuzi yatakuwaje katika kile ambacho kinachokwenda kutokea. Waamuzi sasa watachukuliwa hatua gani kwa kile ambacho kinachoonekana baada ya kuweza kuinyonga ama kutoipa nafasi ya wazi kabisa ambayo wananchi Young Africans walistahili kuweza kupata. Hapa nazungumzia penalti katika mchezo huo ambao ulikuwa ni muhimu kwa wananchi Young Africans kuelekea katika zile mbio za ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Bado wanaendelea kusimama kileleni wakisubiri na michezo mingine ya timu zingine ambazo hazijacheza, lakini mpaka sasa kuna gepu la tofauti ya alama 3 kati ya Simba na Yanga, endapo Simba akishinda michezo yake yote ambayo bado hajacheza. Bana, weka maoni yako hapo chini katika